Vizuri, Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa ndani yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na vizuri. Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa ndani yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na vizuri. Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa
yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na vizuri. Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa ndani yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na vizuri. Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa ndani yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na vizuri. Mungu akikuitia jambo, roho ya uombaji atakuwekea mwenyewe. Mungu akikuitia jambo, roho ya kuimba atakuwekea mwenyewe. Roho ya uvumilivu atakuwekea mwenyewe. Roho ya uaminifu anakuwekea mwenyewe. Maana yeye anachojali, yeye hana mwili, lakini amekuweka wewe aingie ndani yako. Ina maana gani? Yeye ndiye anafanya kazi, wewe ndiye unafanya kazi kwa niaba yake. Mikono yako ni mikono ya Bwana, macho yako ni macho ya Bwana, akili yako ni akili ya Bwana, miguu yako ni miguu ya Bwana, uso wako ni uso wa Bwana. Mungu ameunganisha nia pamoja na wewe. Nia iliyo ndani yako imetoka kiti cha enzi, na umepewa uwezo wa kuanza na uwezo wa kumaliza. Kama liko jambo ambalo mimi na hakika nalo, ni kunizuia kile nilichoitiwa. Hautaweza. Kama una mpango wa kunizuia, fariki mapema kuliko uje ufariki kwenye matukio kule mbele. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia ulichoitiwa mwanangu. Utakuwa vile vile ulivyoitiwa. Miaka itapita, siku zitapita, fitina itapita. Mwanangu, hakuna mwanaume wala mwanamke, hakuna mganga wala mchawi, hakuna msihiri wala msoma nyota, hakuna kiongozi wa siasa au wa uchumi au wa dunia mwenye uwezo wa
wa kuzuia ulichoitwa na Bwana. Vinanda vimewekwa ndani yako, sauti imewekwa ndani yako, karama zimewekwa ndani yako, uongozi umewekwa ndani yako, utawala umewekwa ndani yako, na lazima ufanye kazi uliyotumwa na